Bila shaka mtazamaji, ukiona kwamba nimevalia magwanda yenye kijani kibichi, inaashiria kwamba tunakwenda shambani. Lakini mimi tayari nishafika shambani, na nilivyokueleza ni kwamba leo tutakuwa tunajifunza masuala mengi kuhusiana na sekta ya kilimo na mbinu tofauti za kisasa ambazo zitakusaidia wewe mkulima pale nyumbani kuweza kupata mapato yaliyo bora. Nimeshika kalamu na pamoja na karatasi, basi ni wakati wa kujifunza. Natumai kwamba kalamu yako itayari na kitabu chako kitayari. Kuna kile yale yote ambayo tutakuwa tunaenda kujifunza kwenye shamba au kwenye banda la ADS Western ambayo iko hapa hivi kwenye maonyesho ya kilimo, au niseme kwenye uwanja wa maonyesho ya kilimo mjini Kakamega. Basi keti tayari, keti kitako hadi mwisho ili kujifunza masuala mengi kupitia mbinu za kisasa za kilimo. Mimi ni Nahuva Zuleka. Karibu, twende nami. Nakutana naye mtaalam kutoka kwenye shirika la ADS Western ambaye atakuwa anatueleza moja kwa moja kuhusiana na yale ambao wamepanda kwenye kipande hiki kidogo cha ardhi. Na basi inaashiria kwamba hata wewe mtazamaji pale nyumbani una uwezo wa kufanya mbinu tofauti au kupanda mboga tofauti kwenye kipande kidogo cha ardhi. Basi ungana nasi ili Wallace aweze kutueleza jinsi walivyofanya mambo haya kwenye kipande kidogo cha ardhi. Hujambo Wallace? Hujambo sana Zuleka. Karibu kwenye maonyesho yetu na pia kuweza kuelimisha wenzetu kuhusu mbinu mbalimbali ambazo tuko nazo hapa katika sehemu ndogo ya shamba. Namna unavyoona kuna hapa aina mingi ya teknolojia ambazo tunajaribu kuweza kuonyesha ili wakulima waweze kujifunza kutoka kwetu. Na ningependa tu kwanza tueleze hiki kipande au jinsi ambavyo mmepanda utaita vipi? Hapa namna unapopatazama kwa urefu, hapa mali tunaita this can be a kitchen garden. This is a kitchen garden. Tunajaribu kuonyesha kwamba pale mali padogo ambapo uko napo pale nyumbani, mama anaweza akaandaa labda ni nyuma ya nyumba na akatengeneza sehemu kama hii na akaweza kupata mboga mingi ambayo inaweza kumsaidia kwake kifamilia na pia kuweza kuuza kuweza kupata pesa katika hiyo sehemu ya shamba. Hii ni kiasi kipi cha ardhi? So kama hapa hivi unaweza ukapata hapa ni sehemu ndogo zaidi ya kimo cha mita 20 kwa mita 10, na hapa kuna teknolojia kama hizi za multi storage garden. Tunajaribu kuonyesha ya kwamba katika zile vitu ambazo tunazitumia pale nyumbani tunaweza tukazibadilisha na tukafanya ile tunaita recycling. Kama hapa utapata hizi ni hanging tiles ambazo zilikuwa zimetumika zimeisha, tunaweka mle ndani udongo, alafu tukishaweka mle ndani udongo tunachanganya na samadi ambayo imetengenezwa vizuri kama compost, and then unapanda pale mboga yako. Ukiangalia utaweza kuona kwamba kuna katika sehemu kidogo lakini kuna mboga mingi na ni mboga ambayo iko na afya mzuri na ni mboga ambayo haina madhara yoyote. Na ni aina zipi za mboga ambazo mmezipanda hapa kabla hatujaanza kuangalia mbinu moja baada ya nyingine? Kama hapa kuna hii ni managu, wanaita managu lakini kwa kizungu tunaita black nightshade. Naona ina afya. Ni aina ipi ya managu? Kama hii ni ile aina ambayo sio ile ya kienyeji, hii ni ile ambayo it's an exotic one ambayo tunaipanda. Na hii managu mara mingi watu wameipendelea kuipanda kwa sababu inatoa ile matawi kubwa na pia iko na manufaa aina ya vitamini ambayo ni mzuri sana kwa watu ambao wako na very low immunity system, ambayo ni mboga mzuri sana watu wakila. Ladha yake ni tofauti na zile zingine? Sasa kama hii ukiipika na mtu wa ile haina ile ukali ya ile mboga ile ilikuwa ile managu ile ya kitambo. Hii nayo haina ukali. Hii ni tamu na pia unaweza ukaipika kwa dakika kidogo na bado unapata. Mara mingi tunapendekeza watu waikule ikiwa bado iko in green color, ndio mtu atapata yale madini yote ambayo itasaidia mwilini. Sio labda zile mbinu zenye zilikuwa za kitambo, mtu anaipika anaongeza maziwa inalala. Tunahimiza waweze kuipika kwa muda kidogo ili iweze kuretain ile green color, ndiposa mtu akipata apate ile madini ambayo yanastahili. Imekuwa kwa miaka ngapi, miezi ngapi, wiki ngapi au siku ngapi?
Hapa vile unapopatazama hivi, mboga ambayo iko hapa haijachukua zaidi ya miezi mitatu. Hii mboga iliyo jinsi unavyoiona imechukua miezi 2 peke yake. Na tayari iko tayari kuanza kulika. So iwapo unataka pesa ya haraka unaweza jaribu kupanda mboga aina hii. Mboga sasa ndio kitu ambacho tunaweza himiza sana sana vijana na hata wamama waingie kwenye mradi wa mboga. Kwa sababu mboga kwa chini ya mwezi mmoja kuna zile mboga zenye tayari utakuwa umeanza kuuza, labda kama mtu amefanya nursery anaanza kuuza zile seedlings, na kuna mboga ambayo inachukua chini ya mwezi mmoja ambapo itaanza kuweka matawi ambayo unaweza ukaanza kuila, ikisonga kwa mwezi wa pili unaweza anza kupeleka sokoni. Kama sasa hii mboga, kitu ambacho ni cha muhimu zaidi ndiposa mboga yako iweze kufanya inawiri vizuri na ikue mingi, uweze kuweka mbolea ambayo tunaita organic manure. Mboga yako itasonga kwa kadri, na pia kuweze kukua na anga isiwe mbaya, kukue na maji ya kutosha, utapata mboga yako ikinawiri vizuri. Unapozungumzia organic manure unazungumzia mbolea gani? Organic manure, nikizungumzia kuhusu organic manure, ni ile mbolea ambayo haina kemikali. Ni ile mbolea ambayo ni ile yetu ya asili. Ni ile mbolea ambayo imetengenezwa labda kwa kutokea kwa zile droppings za animals. Unaweza tengeneza kutoka kwa sana sana the smaller the animal, the higher the fertility nutrients ya mbolea ya organic manure. Sana sana kama ni mbolea, inaweza kuwa droppings za mbuzi, inaweza kuwa droppings za sungura, inaweza kuwa ni droppings za kuku, inaweza kuwa pia ni droppings ya ng'ombe, ambapo tunatoa pale tunatengeneza manure, ambapo ikishakuwa decomposed vizuri ndio tunairejesha pale kwa shamba. Tunapanda nayo mimea. So umetueleza kwamba kuna managu, naona kuna sukuma wiki. Kuna managu, kuna sukuma wiki aina ya Mfalme F1, kuna spinach pia iko pale, kuna dodo ambayo tunaita amaranthus. Elezea labda aina ya mboga na ile mtindo ambao tumetumia tukiendelea kusonga mbele. Basi ningetaka utuelezee zile mbinu ambazo umetumia au teknolojia ambayo umetumia, maana unapotizama kwenye ardhi hii kuna mbinu tofauti ambazo umetumia kupanda mboga. Ningependa tu tueleze tutaanzia wapi, ukitueleza jinsi ambavyo mmezikuza hadi zikanawiri jinsi ambavyo zipo sasa hivi. Okay, sasa kama tutaanza na hii hapa, hii tunaita conical garden. Katika conical garden ni upandaji wa mboga kwa kuweza kutumia hizi liner za makaratasi, ambapo tunazipanga kuanzia chini. Hii ndio inakuwa the bottom of the pyramid, zinapangana zikifuatana. Kuna ya pili, kuna ya tatu, kuna ya 4 na kuna ya 5 ambayo ndiyo ya mwisho. So katika hii conical garden, ile kitu ambayo tunazingatia sana sana ni kuhakikisha kwamba tumechanganya udongo wetu vizuri na mbolea. Na wakati ambapo unachanganya mbolea na udongo, ukiwa uko na mbolea mingi, tunahimiza kwamba uweze kutumia mbinu ya ratio ya kuzingatia 1:2 ama hata 1:3. Lakini sana sana 1:2 ni mzuri. Nikisema 1:2 namaanisha ya kwamba kama uko na mbolea, kama uko na udongo debe 1, basi yapaswa uwe na mbolea debe 2. Alafu unachanganya vizuri. Ukishachanganya vizuri, upime kimo chako vizuri, na pale chini kabla hatujaanza kupanga hizi conical, we do what we call breaking of the hard pan. Tutavunja ile udongo ya pale chini, ile ya kwanza vizuri, ili udongo iwe nyepesi. Alafu tunaanza sasa kupanga hizi layers zetu. Na tukishapanga, tunachukua kijiti, we measure the radius, tupate radius ya pale chini vizuri, ilale vizuri, tusikue na ile labda imelala kwa kuninginia. Tunataka tupate the topography ikiwa vizuri kabisa. Tukianza hivyo, the first layer tutaiweka, tunakuja layer ya pili, layer ya 3, layer ya 4. Tukishamaliza, hii mboga haikupandwa hapa direct. Hii mboga ilitoka kwa nursery. Baada ya mwezi mmoja, mboga ambayo imekuwa kwa nursery unaichukua. Ukishaichukua, utakuja hapa uipande. Mboga tunaipanda kwa njia ya rectangle. Mboga moja ikiwa hapa, tukipanda mboga moja hapa, ingine inakuwa hapa, alafu ya 3 inakuwa hapa. So unapata imeleta ile aina ya rectangle. Mboga moja iko hapa, ingine hapa sehemu ya pili, ingine sehemu ya 3. So ikiwa hivyo, mboga inapata ile sehemu mzuri ya kuweza kunenepa na pia kutoa matawi ambayo ni kubwa vizuri. Na ikiwa hivyo pia tena itakuwa ni rahisi hata kwa yule ambaye anakuja kufanya pale kazi ya kufanya weeding. Anakuwa na
nafasi mzuri ya kuweza kufanya weeding. Na katika hii conical garden pia vile ilivyo, unaweza ukaigawanyisha hata mara mbili. Hii sehemu ya huku ukapanda kama ni kales, na hii sehemu nyingine unaweza ukapanda spinach. So that wakati unakuja kuvuna mboga yako, unaweza ukapata mboga aina zote ambazo zitasaidia kuboresha yale madini. Alafu kile kitu ambacho pia tunapendekeza tukisema kuhusu conical garden ni teknolojia ambayo itakupa uwezo, hata kama ni ule mtu ako na shida, labda ni mzee ama ni mama, kwa kuweza kuchuna mboga ni rahisi. Unazunguka tu kichuna mboga yako katika sehemu ndogo na unapata mboga mingi zaidi. So hiyo ni teknolojia ambayo tunahimiza, na ukikuja hapa chini hatutaki kuharibu nafasi yoyote ile, kwa sababu udongo ni fedha na udongo inaleta ubora. Hapa chini utapata kwamba tumepanda hapa black nightshade, na mtu anaweza jiuliza mbona imefanya vizuri. Imefanya vizuri kwa sababu wakati ambapo tunalima hapa mahali, in any space that you find here, utapata kwamba tumeiweka katika njia ya kuinua juu. Tunaita raised bed. Na raised bed ni mtindo ambayo ama ni teknolojia ambayo ni mzuri, kwa sababu sasa hivi tuko na mvua mingi. Na hii mvua ikiwa mingi na kama shamba iko flat, utapata ya kwamba mazao yetu kubebwa ama kuzombwa na mvua ni rahisi sana. Lakini tukiweka ikiwa katika raised bed, haitaweza kubebwa. Alafu pia tena ikiwa raised bed, tumetengeneza hivyo ndio ili mboga iweze kupata udongo ambayo ni rahisi, ambayo inaweza ikalisha mmea vizuri. Garden ni mtindo wa teknolojia ambazo ni bora sana za kuweza kutumia ili uweze kupata mboga mingi katika sehemu ndogo. Hapa tuko na mboga zaidi ya 1000 katika hili gunia, na hili gunia kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho mkulima inafaa aweze kujua ni namna gani tulivyoweza kutengeneza hili gunia likaweza kusimama. Kitu cha kwanza na ambacho ni cha muhimu zaidi ni ya kwamba inafaa mkulima hawe amejiandaa vilivyo na mbolea ya kienyeji. Mbolea ya kienyeji ndio uti wa kuweza kuwa na manufaa ama mboga mingi na mzuri katika shamba letu. Hapa tumesema kwamba ukiwa na mbolea wheelbarrow moja, basi inamaanisha kwamba uwe unaweza ukakuwa na udongo nusu ya wheelbarrow. Lakini kama uko na wheelbarrow mbili, basi unaweza ukakuwa na udongo wheelbarrow moja at a ratio of 1:2. Ukishachanganya vizuri, unahakisha kwamba pale chini lazima uvunje hiyo udongo. We call it breaking of the hard pan. Ukishavunja ile udongo, unapatengeneza vizuri ili uweze kupata ile radius ambayo inastahili. Ukishaipata ile gunia letu, unalikunja vizuri namna unavyotengeneza kama nguo hivi. Unaitengeneza vizuri, ikae vizuri, mviringo ikuje vitokelezee vizuri. Halafu kitu cha kufuatilia, unahakisha kwamba uko na mawe ama tunaita ballast ama kokoto ndogo ndogo, ambazo pia tutakuwa tunazitumia hapa ili mkulima aweze kujua ili gunia limesimama aje na ni aje mboga inafanya vyema zaidi. Katika pale utakuja uchukue ile udongo yako ambao umechanganya na manure at a ratio of 1:2, unaanza kuiweka kando. Ukishapata 1 cm kutoka chini, unachukua ile mawe na unaweka hapa. Ukiangalia, ukitazama vizuri, utapata kwamba kuna mkebe ambao uko hapa juu, na katika huu mkebe utapata kwamba hapa ndipo tunapoweka mawe zetu. Unaweka mawe hapa ndani, alafu ile mawe ndio itakuwa inakuguide wakati unasimamisha ili gunia. Naweka pale ndani mawe ikiwa ndogo ndogo, then utakuwa unapandisha gunia lako likikuja hivyo juu, hivyo juu, hivyo juu. Ukishamaliza utapata kwamba katika hii gunia, wakati utakuja kuchimbua, kuweka mashimo ya kupanda mboga, always uzingatia kwamba tunahimiza mkulima aweze kutumia mbinu ya kutumia ya triangular format. Ya kwamba ukipanda hapa, unapanda hapa na unapanda hapa. Ndiposa mboga iweze kupata nafasi ya kufanya vizuri, na pia wakati unakuja kuchuna isiwe ni ngumu. Tunajaribu kupunguza hiyo overpopulation, kwa sababu mboga zikiwa mingi utapata ya kwamba hazitafanya vizuri. Alafu pia tena kitu kingine, yale mawe ambayo tumeweka pale katikati, hiyo mawe inatusaidia in aeration. Hapo ndio tutakuwa tunaweka maji yetu. Hapo ndio tutakuwa tunaweka kama tuko na liquid manure, tunamwaga mle ndani. Alafu
inaenda katika mboga zetu, zinapata hayo madini yakiwa mzuri. Na usipoweka pale ile mawe, ndio mara mingi unasikia mkulima akisema ya kwamba nilitumia hii mtindo lakini mboga yangu ilikuja ikakuwa kama mawe, udongo imeshikana ni kama mawe. Ni kwa sababu hakuweza kuzingatia kutumia yale mawe kutoka chini mpaka juu. Ukishafanya hivi utapata kwamba huku kutakuwa well aerated na kutakuwa ni nyepesi, mboga inaweza ikafanya vizuri. Na katika hili gunia ukililinda vizuri, unaweza ukatumia hapa kupanda mboga zaidi ya miaka 3. Wewe tu mboga yako ikishakuwa sawa, ikishazeeka, unatoa tena unapanda mboga ingine. Unaweza ukatumia zaidi ya miaka 3. Bora uilinde vizuri mahali ambapo watu hawaharibu. Pia ningependa pia kuonyesha wakulima wetu na watazamaji wetu pale nyumbani waweze kuiga huu mtindo ama hii teknolojia ambayo tunaita ACTRELI. Katika ACTRELI ni method ambayo tunatumia sana sana kwa cucurbita plants ama crops, the Cruciferous family. Zile mimea ambazo utapata ya kwamba zinataka ziweze zikapatiwa support ama zikasaidiwe namna ya kuweza kujisimamia. Utapata ya kwamba hazina strong stem. So kama hazina strong stem, mara mingi zinapenda kutambaa chini. Utapata ni miongoni ya zile mimea kama watermelon, kuna pumpkin na pia hii butternut. So katika hii mtindo inasaidia sana, inaongeza urembo, it's in form of beauty katika pale kwa shamba. Na pia tena ni njia mzuri ambayo inasaidia wakati ambapo hizi matunda zimewekwa, utapata ya kwamba haziguzi udongo. Na wakati ambapo zinaguza udongo, sana sana utapata kuna zile ambazo zinaanza kupatwa na magonjwa kama watermelon. Ndio mara mingi watu tunasema kama imefikia pale chini na imeanza kuwa kubwa, unaweza ukaweka mulching kuweza kuepusha ya ile fruit isiweze kupatwa na magonjwa. Lakini kama iko katika hii mtindo, utapata kwamba itamea vizuri, itaweka vizuri, itapunguza magonjwa, itakuwa safi, na pia utapata imeweka kubwa na itakuwa rahisi hata kwa ule mkulima kuweza kuvuna na kuweza kuuza. Ukipata ikiwa hivi, ikiwa inapendeza hivi, utapata hata bei yake inakuwa rahisi. Hata wewe kama ni mkulaji ama muuzaji utaweza kununua na uende nayo pale nyumbani. So ni mbinu ambayo tunajaribu kuhimiza wakulima waweze kuitumia pale nyumbani. Unaweza ukaweka hata pale kwa fence, unaweza ukaweka hata kwa ile bench, kama kwa bench garden pia inaweza ikatumika vizuri. Ukiangalia hapo utapata kwamba labda kwa kutazama kwa nje utaona ya kwamba tumetengeneza hapa raised bed. Ndio ni raised bed, lakini kuna mtindo ambao umetumika hapa ambao tunaita double dug. Na double dug ni double dug raised bed ambayo tumeweza kutumia katika hii sehemu ndiposa tuweze kupata mboga yetu ifanye vizuri. Katika teknolojia ama innovation ya double dug, ile kitu ambayo inatumika zaidi ama ambayo inafanyika hapa, unahakisha kwamba umepima sehemu ya shamba lako vizuri. Uhakisha kwamba uko na 1.5 meters, and then urefu unaweza ukakuwa kulingana na sehemu yako ya shamba. Inaweza ikakuwa zaidi hata ya mita 1 ama mita 2 ama hata mita 10. Inategemea na urefu wa shamba yako. Lakini kwa upana uhakisha kwamba ni 1.5 meters ndiposa uweze kufanya kazi yako vizuri katika hii sehemu ya shamba. Katika hii method utapata kwamba huwa tunapima mita 1. Ukishapima mita 1, tena unapima mita ingine, unagawanyisha mita 1 kutoka kwa moja kwenda kwa ingine. Katika hii mita ya kwanza unalima ile udongo ya kwanza ambayo tunaita topsoil. Hiyo topsoil utaiweka kando. Ukishaiweka kando, utachukua ile udongo ya pili ambayo tunaita subsoil. Subsoil utalima, uivunje, hautatoa. Itabaki mle ndani. Ikishabaki mle ndani, ile kitu tunafanya tu tunavunja ile hard pan so that hii udongo ikuwe nyepesi. Wakati tutakuja kurudisha tukipanda, mboga yetu ipate mahali ambapo ni pepesi sana pa kupanda.
And then ukikuja katika the second 1 meter utalima. Ukishalima utoe topsoil, na hiyo topsoil unarudisha kwa hiyo shimo ya kwanza. Alafu hiyo subsoil ambayo imebaki unavunja. Unakuja kwa hii ya tatu, unalima, topsoil unatoa, unarudisha huku, alafu subsoil unavunja. Unakuja kwa hii ya mwisho ambayo pia ni mita 1. Utalima hiyo topsoil, uitoe vizuri ambayo inakuwa ya kwanza, udongo mzuri, unairudisha kwa hilo shimo ambapo liko hapo. Then the subsoil unavunja. And then utapata kwamba hapa tabaki na shimo. Tukishabaki hapa na shimo, utachukua ile udongo ambayo ilikuwa ya kwanza, ile topsoil ambayo tuliweka kule kando, unairudisha hapa ndani. Na hiyo topsoil ambayo tunarudisha tukirudisha, uhakikishe ya kwamba umeichanganya na manure at a ratio of 1:2. Kama uko na manure ambayo inatosha. Kuna wale hata wanaweka 1:3, lakini tunajaribu kuangalia pia uwezekano wa ule mkulima labda kuweza kupata mbolea. Inaweza ikakuwa pia ni shida kwa wakulima wengine. So kama uko na mbolea, ile topsoil unachanganya vizuri. Kama uko na topsoil wheelbarrow moja, hakikisha kwamba umeweka mbolea wheelbarrow 2, alafu unarudisha mle ndani. Ukishafanya hivyo, uhakikisha kwamba wakati tunarudisha vizuri, tunatandaza, tunahakikisha kwamba hiyo kitanda chetu ambacho tunaita raised bed imekuja juu kwa kimo cha fiti 1 kutoka chini kukuja juu. Ikishakuwa hivyo, udongo wetu utakuwa uko bora zaidi. Sasa tunakuja na mboga zetu, tunapima kwa kuzingatia the right measurements. Na kama ni cabbage, unaweza ukatumia spacing ya 1 meter, ya 1 feet to 1 feet, ambapo inakuwa mzuri sana katika cabbage. Na mboga zingine unaweza tumia 15 to 30, ambapo itafanya vizuri. So hiyo ndio mtindo ya teknolojia ambayo iko hapa, na nilikuwa natamani sana msikilizaji na ule mkulima aweze kuelewa mbona mboga imefanya vizuri. Mara mingi utapata mtu amepanda tu mboga kwa raised bed na haifanyi vizuri. Hawakuambii ni nini kilichotumika humu ndani, ama walifanya namna gani ile udongo ndiposa ikawa inaweza kufanya mazao ikae namna ilivyopendeza hivi. Katika hii teknolojia utapata kwamba tunatumia zile vitu ambazo zimeweza kutumika na zikawa zimekuwa disposed vibaya. Kwa mfano kama hapa utapata tuko na tire ambayo ilikuwa imetumika na ikatupwa. Tuliweza kuichukua na tukawekelea hapa juu, na cha msingi ni kwamba katika kila kitu ambayo inaweza ikabeba udongo, iwe ni chupa, iwe ni gunia, ama iwe ni mkebe, ama hata kiatu, bora tu ni kitu ambayo inaweza ikabeba udongo, tunaweza tukaitumia kuiegemeza hapa na tukapanda ndani mboga, na mboga ikanawiri namna ilivyo nawiri katika hii sehemu. Utapata kwamba kitu cha maana ni kuhakikisha kwamba ile udongo ambayo unaweka kwenye tairi ama kwenye chupa ama kwenye gunia ama kwenye kiatu, iwe ni udongo ambayo imechanganyishwa na manure kwa njia ipasavyo. Utapata kwamba ikiwa hivyo na iekewe mahali ambapo kuna miale ya jua na hakuna uharibifu labda wa mifugo ama watoto ama kitu chochote kile, mboga yetu itaweza kufanya vizuri namna ilivyofanya katika hii sehemu. Utapata kwamba ni sehemu ambayo ni ndogo na ni sehemu ambayo imeweza kuweka mboga mingi katika vitu tofauti tofauti. Na tunasema kwamba ni mtindo ambao unaweza ukaitumia na ukapata mboga mingi katika sehemu kidogo, na ni kitu ambayo sisi kama wakulima ama yule mkulima yote pale nyumbani ambaye anasema labda sina shamba, sina mahali pa kupanda mboga, unaweza ukatumia hii mbinu na ukapata ya kwamba ukapanda mboga kwa kutumia kitu chochote chile, bora yake inaweza ikabeba udongo. Natumai kwamba mtazamaji umenakili kila kitu ambacho Wallace ameweza kutueleza. Basi sasa hivi kinachosalia ni jukumu lako wewe mtazamaji kuchagua unataka kupanda aina ipi ya viazi au kutumia teknolojia ipi. Iwapo unataka kutumia gunia au iwapo unataka kutumia tu shamba lako na kuweza kutengeneza udongo jinsi ambavyo mtaalam ameweza kutueleza, basi hakikisha kwamba mtazamaji unaanza jukumu lako sasa hivi au unaanza kupanda viazi vyako vitamu. Iwapo wewe ni ule mpenzi ambao unataka sana kukumbatia upanzi wa viazi vitamu, mimi nina Hova Zuleka na kutakia upanzi ulio heri na kwa heri.